Semaji, mchezo wa leo kukutana na Singida ulikuwa ni wa aina gani? Kwanza nilete nembo yangu hapa. It's very important. Hivi huwa unafua Semaji? Sifui. Kila mtu kwa sababu umekuwa unafua zingine zina momonyoka. Jeruti amenipa balo. Unajua balo? Balo nachomoa na vaya. Hapa ni nikirudi naachana nayo. Nachukua mpya, naambia wife usifue hiyo. Achana nayo, nachukua nyingine. Bismillah. Swali la kwanza tafadhali. Hongereni sana, mmepata ushindi mbele ya Singida. Japo mwanzo walisema wanacheza na Wakamiaji FC, lakini mmeweza kupata mabao. Wewe mwandishi, hii jezi za Singida umepata? Wamekupa Singida? Nani amegawa jezi hiyo? Soma jina. Lamine. Anaachwa nini? Mbona anagawa jezi? Si mwisho wa msimu. Upendo. Mechi ilikuwa na pressure kiasi gani? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi kwa kutujalia kupata ushindi siku ya leo. Haikuwa nyepesi kupata ushindi mbele ya Singida. Sisi tunawafahamu fika Singida ni timu ya aina gani. Kuna Singida unayoiona huku nje kwamba ni timu ya ligi kuu, alafu kuna Singida ya ndani ambayo sisi tunaifahamu zaidi. Na unapocheza nayo unacheza na zote mbili. Singida ya ligi kuu ambayo nyinyi watu wengi mnaiona na kuifahamu, alafu kuna Singida ya interior ambayo sisi tunaifahamu zaidi, ndiyo ambayo inatengeneza mechi hii kuwa ngumu. In terms of class, kwa maana ya madaraja ya wachezaji, Singida na Simba ni mbingu na ardhi. Yaani wachezaji wa Simba ni bora zaidi kuliko wachezaji wa Singida. Lakini unapokuja kwenye ile Singida ya interior ambayo ni branch of science which deals with branch of science which deals with kuikwamisha Simba, inakuwa ni mechi ngumu kweli kweli. Na kimazingira ilikuwa ni mechi hiyo, mechi ngumu kwa namna ambavyo walikuwa wamejipanga na kujiandaa, lakini ilipokuja kwenye 11 madaraja yakatofautiana. Madaraja yakaonekana, utofauti ukaonekana. Class ya wachezaji wa Simba ikaonekana katika mchezo huu. Clinical ya wachezaji wa Simba ikaonekana katika mchezo huu. Na mimi niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, kuna raha ya kushinda mechi ya ligi kuu na kuna raha ya kumfunga Singida. Kwa sababu maumivu ya Singida, kumfunga Singida, maumivu yake yanatapakaa kutoka sehemu moja kusambaa sehemu nyingine. Yaani maumivu ya Singida yanaanzia Singida kwenyewe, yanatambaa kwa kasi, yanafika mpaka Dodoma, yanapanda SGR, yanakuja kwa kasi ya haraka, yanakuja kusambaa maeneo ya Jangwani pale kwenye kituo cha mwendo kasi. Kila moja anapata hayo maumivu. Sasa kumfunga Singida iko raha namna hiyo. Lakini leo ningefurahi zaidi kama tungemfunga Singida bao 4-5 hivi, na zilikuwa zinaonekana. Ukiangalia nafasi ambazo tulizipata, hasa kipindi cha kwanza, iko nafasi ya Mwamba Lusaka Mchama, iko nafasi ya Elim Panzu, iko nafasi ya Oura, iko nafasi ya Selemani Mwalimu dakika za usiku, lakini yote kwa yote bao 2 zinawatosha, na sisi Simba Sports Club tunayo furaha kubwa kweli kweli hii leo kupata ushindi. Na sisi tuwaambie Singida. Usiwaga mfanyakazi wa Singida wewe? Mimi Semaji toka lini? Unanipa kazi. So wewe. Kako kamoja hivi. Kama mwenye jezi huyu. Tulishia wapi? Na unataka kuambia nini Singida? Nataka niwaambie Singida. Sisi sio washindani wao katika ligi. Sisi sio saizi yao katika ligi. Hatufanani, hatulingani na wao, na haitakuja kuwa sawa hata kwa sekunde moja Simba na Singida. Timu yenye miezi 4 sijui miezi 2 tu hii haiwezi kulingana na Simba ambayo inafikisha miaka 90 hivi sasa. Tena timu yenyewe hii muda wowote inaweza ikafa. Muda wowote inaweza muda wowote inaweza ikasambaratika. Anytime ukaona Singida imebaki kivyake, Black Stars nayo imekuwa timu nyingine. Yaani anytime. Sasa hawajawahi. Sasa hii sio timu ya kutaka kushindana na Simba lidude likubwa.
timu lenye miaka mingi na hatujivunii tu miaka mingi, lakini tunajivunia ubora tuliokuwa nao, tunajivunia standard ya wachezaji tuliokuwa nao, tunajivunia uwekezaji wa rasilimali fedha na rasilimali watu tuliokuwa nao. Kwa hiyo hawezi kushindana na sisi, tutamfunga tu. Mechi leo ilikuwa na ushindani, lakini ilikuwa na uhuni mwingi kweli kweli. Tazama namna ambavyo walikuwa wanacheza wachezaji, na mimi nawapa assignment. Hesabuni mechi leo ina kadi za njano ngapi kwa wachezaji wa Singida. Na nyingine zimemezwa tu. Yaani ingekuwa kila tukio linatafsiriwa linavyotakiwa, zingekuwa nyingi zaidi. Nendeni mkaangalie mechi ya sisi na wao ilikuwa na kadi ngapi za njano. Alafu tokeni hapo, angalieni mechi moja ya Singida wanapataga kadi ngapi za njano kwenye. Kwa nini mechi yetu wanakuwa na kadi nyingi? Kwa sababu wanacheza mchezo wa kihuni, wanacheza rafu, wanacheza hovyo. Lakini mwisho wa siku mkubwa ni mkubwa, tumemwadhibu, tumemgonga chuma 2 safi kabisa, na Eli Kibisa wala Mpanzu amechukua man of the match. Sisi kwetu ni faraja na furaha kweli. Swali jingine tafadhali. Mkiwa mnashinda mechi kama hivi, alafu mtu ambaye mnakimbizana naye anashinda mechi zake. Hatukimbizani na yoyote. Tuelewane Jadu. Hatukimbizani na yeyote. Simba Sports Club tunashinda mechi zetu. Sisi target yetu ni kumaliza ligi. Tumalize ligi. Umekaa nyuma unanipa tabu kugeuka, unaniumiza shingo, nirudi nyumbani nianze kukandwa na salama, nipate tabu. Sogea mbele kidogo Jadu. Very good. Hatushindani na yeyote. Sisi tunapambana kumaliza ligi, na malengo tuliojiwekea kwamba tumalize ligi kwa kushinda michezo yetu yote ambayo tuko nayo mikononi. Na tuliweka wazi hii kampeni wakati tunakuja kumalizia ligi tukiwa na mechi 5. Tukasema tunataka tushinde michezo yote 5, tuvune alama 15, tumalize ligi. Ligi ikimalizika, tutaangalia tumevuna nini msimu huu, tumepatia wapi na tumekosea wapi, tufanye tathmini yetu ya kiufundi, tufanye maboresho yanayotakikana. Baada hapo tujiandae kwa msimu unaokuja. Sisi hatukimbizani na mtu yeyote yule. Sisi tunakamilisha ratiba, lakini tunataka kukamilisha ratiba kwa heshima, kwa kushinda michezo yote ambayo tunacheza, na baada hapo tutakuja tujiangalie wapi tumefeli, nani ametufelisha, nani ametukwamisha, wapi tumekwama, tunarekebisha, tunakwenda kwenye msimu unaofuata. Nikajua mtu kama hivyo ukiwa kiti ya 3 inawakata kwa namna moja ama nyingine. Kumbe haiwakati. Kwenye ubingwa semaji, pia kwenye ubingwa semaji, ungeuzungumzia kidogo. Haijaisha mpaka isha au tayari matumaini yameshapotea? Kuhusu ubingwa nitakuwa kwenye position nzuri ya kuzungumzia hilo baada ya mechi ya mwisho ya 30 ya ligi kuu ya NBC siku ya tarehe 30 Jumanne mida kama hii ya saa 12 jioni katika uwanja wa KMC pale Mwenge. Pale nitawaambia ndugu zanguni bwana, tumeukosa ubingwa, ama ndugu zanguni bwana, tumeupata ubingwa. Lakini kwa sasa tunakapambana kumalizia msimu wetu. Baada hapo tutazungumzia sasa vya ubingwa na visivyokuwa vya ubingwa. Lakini pia na nyinyi mna ile kauli ya kila mtu ashinda mechi zake. Exactly. Tarehe 4 na nimesikia wamesema wameungana bila kificho, kwa lolote lile wataungana. Kwa sasa target namba 1 ni kumaliza msimu wa NBC. Baada ya hapo tutaanza maandalizi ya nguvu sana ya kuelekea katika mechi yetu ya kombe la CRDB, mechi yetu ya fainali ya Azam. Lakini ni kuhakikishia tu bwana Jadu, maana najua wewe ni Simba mwenzangu, kwa hiyo mwenzako huyo na waandishi wote mliokuja Meja Isamuyo ni Simba wenzetu. Na wajua Zai usibishe, Beta usibishe, Mtanange usibishe, na wajua wote kwa majira wote. Umeona kila mtu ameenda kwao leo. Kila mtu ameenda kwao. Aliyekuja huko Simba. Hapana.